Kwa majina naitwa Emmanuel Amunga, natoka hii wadi ya Kipevu na mimi ni mgombea wa kiti cha mwenyekiti hapa katika wadi hii ya Kipevu kwa chama chetu cha UDA. Kwanza ningependa kushukuru wananchi wa Kipevu ambao pia ni wanachama wa UDA, wamejitokeza kwa wingi kuja kuchagua viongozi wao, mimi nikiwa mmoja wao. Na nafurahi na nataka nimwambie Mheshimiwa Rais na nimhakikishie kwamba chama cha UDA ndani ya Kipevu bado kiko imara na watu wamejitokeza kwa wingi leo kuja kupigia viongozi wale ambao wanawataka ili wakaweze kuwaongoza katika hichi chama chetu cha UDA. Labda turnout imekuwaje kwa hiyo election? Turnout si mbaya sana, imekuwa ni ya kuridhisha, watu wameweza kujitokeza kwa wingi na hata sisi wenyewe tumefurahi. Ni ishara ya kwamba bado watu wako na mapenzi na chama chetu. Changamoto zote ambazo pengine mmepitia katika hii kinyang'anyiro? Mpaka sasa changamoto tu ilikuwa kidogo, kura zilichelewa kidogo kuanza, lakini system ilipo peak mambo yameendelea sawa, na hata sasa hivi tunapoangalia bado hapo nyuma yangu kura zinaendelea kupigwa na mambo inaenda sambamba kabisa. Na nimesikia labda kumekuwa na fununu some names, kuna baadhi ya wengine wamefika wakapata majina zao haziko kwenye hiyo nimepiga kura, labda unaweza sema nini? Je, umeexperience wewe kama wale ambao majina yao hayakupatikana kwa sajili ya upigaji kura ni wale ambao walikuwa tayari washapita unopposed. So kwa hivyo haikukuwa na haja ya wao kuwekwa kwa system na ile hali hawakukuwa na wapinzani. Ndio. Na hii kauli ya tuseme mbunge wa Nyali ameweza kujiondoa, aliannounce pale hapo jana amejiondoa kwa kinyang'anyiro. Labda maoni yenu ni yako ni yapi kama mfuasi wa UDA? Unajua Waswahili wasema mwenye nguvu mpishe. Sasa mbunge wa Nyali Mohamed Ali, unajua licha ya kuwa Mombasa iko na mirengo miwili, tuko na mrengo wa Sarai na mrengo wa Mohamed Ali. Mrengo wa Mheshimiwa Sarai ulikuwa umejipanga na ndiposa alipoona walikuwa tumejipanga vizuri akahisi kwamba ataweza kushindwa katika hiki kinyang'anyiro, ndiposa akaweza kujiondoa. Ndio. Na kujiondoa kwake hakuja affect election ya leo? Hakuwezi affect election yoyote kwa sababu hii ni kitu ambayo ilikuwa ishapangwa. Utakumbuka kuna wakati mmoja hata kulikuwa na marudio ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, na walipoambiwa na Maraga kwamba waregelee uchaguzi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisusia uchaguzi, lakini licha ya kususia kwake hakikusitisha ule uchaguzi kuendelea. Uchaguzi uliendelea na matokeo yakatolewa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta akaibuka mshindi. Kwa hivyo pia hii sasa kujiondoa kwa Mohamed Ali hakuta affect kitu chochote. Uchaguzi umeendelea kama mlivyoona, na wale walioshinda wataweza kutangazwa washindi na chama kitaweza kusonga mbele. Neno lako la mwisho kwa Sarai ambaye anawania ugavana, alafu pia neno lako la mwisho kwa Rais ambaye ni kiongozi wa chama? Kwa Mheshimiwa Sarai, kutokana na uchaguzi ambao umefanyika siku ya leo, imedhibitisha kwamba wakaazi wa Mombasa wanakupenda kwa nyoyo zao na wanapenda chama. Kwa hivyo mimi namuomba akaweze kutia bidii ili 2027 akaweze kumuondoa huyu governor aliyoko na akakalie kiti ili akaweze kuleta maendeleo. Na kwa Mheshimiwa Rais pia napenda kumshukuru, maana bado chama kiko imara, na ni ombi langu tu akaweze kutia bidii zaidi ili akatekelezee zile ahadi ambazo aliahidi wananchi wa Kenya. Kwa majina yangu kamili naitwa David Jau Chege, mkaaji wa Changamwe, eneo la Kisumu Dogo. Hapa ndio huwa tunakutana kuchaguana kama ni uchaguzi kama huwa unaoshiriki siku ya leo. Na kusema ukweli, naona watu wamejitokeza, hali ni shwari, hakuna fujo, majina hayakosekani vile sana. Sasa mimi sioni tofauti, nimeona mambo inaendelea vizuri. Labda turnout imekuwaje pale kwa hii grassroots yao? Naona watu wako hata kuna watu wanazidi kukuja. Naona pia kuna watu wengine wanatarajia kukuja, hata kuna watu wengine nimekutana nao wanasema wanakuja. Kwa hivyo naona mambo itaendelea vizuri. Na labda nini hapo remark yako ni hivi kuhusu na baadhi ya delegates waliweza ku-withdraw, walisema washiriki kwa election, labda unaweza kuongelea nini kuhusu? Sasa hiyo mambo ya uchaguzi
kwa kutoshiriki, hao ndio wanajua kwa hiari yao, maanake uchaguzi tunaona unaendelea na pia tuliona ukitangazwa katika runinga. Sasa ile kitu kilifanya wasikuje kushiriki, hapo ndio hatuelewi ni nini, lakini wao mtu akitaka kushiriki anakuja na shiriki na mambo iko shwari. Labda unaweza maelezea nini rais kuhusu UDA hapa Mombasa? Namwambia Rais William Ruto hapa katika area hii ya Changamwe tulisimama naye sana, na tulisimama na akatuahidi mambo mengi, na hatujapata mwelekeo, maanake muda wake anasema atatimiza, tumpe na muda wa miaka miwili. Na mimi kusema ukweli sioni serikali hata ikienda vibaya, maanake pia kulikuwa na changamoto hata hapo mbeleni. Sasa nitugoje tuone venye mambo inaendelea, sababu mtoto hawezi akazaliwa na akaanza kutembea, tumupe. Yes. Kitu muhimu ni amani. Mwezi ishi bila amani ya mwezi ishi. Kiji iko na amani pia tuwe na subra. Tuwe na subra tu, Mungu atatenda.